Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa kuna hofu kubwa sana kwa hivi sasa ambayo imetanda Mashariki ya Kati kwenye baadhi ya nchi zote katika eneo la Ghuba, ambapo kwa hivi sasa kuna nchi kadha wa kadha zimeanza kuchukua tahadhari mapema kabisa, huku kukiwa na ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaweza wakati wote kuamuru majeshi ya Marekani kuanzisha mashambulizi dhidi ya Tehran, yaani Iran. Sasa kufuatia ripoti hizo, pia ripoti kutoka nchini Iran zikaeleza kwamba wakati wote wako tayari kufanya mashambulizi mazito makubwa kwa maslahi yote ya Marekani katika nchi za Mashariki ya Kati, kujibu uchokozi ambao Marekani utauanzisha tena kwa mara nyingine endapo ceasefire itavunjika kwa hivi sasa. Moja kati ya nchi ambayo tayari imechukua hatua za mapema kabisa ni Umoja wa Falme za Kiarabu. Umoja wa Falme za Kiarabu siku ya Alhamisi imetangaza kwamba raia wake hawapaswi kusafiri kwenda Irani, Lebanoni pamoja na Iraq. Sasa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na hali ya sasa ya mambo inayoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Emirates pale Dubai. Lakini Irani ilisema siku ya Alhamis kwamba itajibu kwa mashambulizi ya muda mrefu na yenye maumivu dhidi ya vituo vya Marekani iwapo Washington itaendelea kufanya mashambulizi, na pia ilisisitiza tena udhibiti wake juu ya mlango wa Hormuz, jambo linalofanya mipango ya Marekani ya kuunda muungano wa kufungua njia hiyo ya majini kuwa mgumu zaidi. Sasa ukiona hadi baadhi ya nchi katika eneo la Ghuba zinaanza kuchukua tahadhari za mapema kabisa kujiandaa na kile ambacho kinatarajiwa kutokea, ujue hali ya mambo iko njiani kutokea kwa wakati wowote. Hata kipindi kile kabla vita havijaanza Februari 28 ile, kulikuwa kuna dalili hizi ambazo kwa hivi sasa zinaendelea. Tulishuhudia nchi kadhaa zikiwaamuru raia wake kuondoka nchini Irani, lakini wakaenda mbali zaidi nchi hizo kuwataka raia wake kuondoka katika baadhi ya nchi za eneo la Ghuba kwa ujumla, lakini ziliwataka pia kusitisha safari zao moja kwa moja kuelekea maeneo ya huko au kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika nchi husika. Nchi nyingi ziliweza kutoa onyo kwa raia wake, na tukashuhudia baadaye vita vikarindima upya kati ya Marekani, Irani pamoja na Israel mara tu baada ya Februari 28 Marekani pamoja na Israel kufanya shambulizi la pamoja pale nchini Irani ambalo lilisababisha kifo cha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sasa ndipo mwanzo wa vita vikaanza. Baada ya vita ambavyo vilidumu kwa takribani siku 40, maafa ni makubwa sana ambayo yalishuhudiwa katika vita hivyo, lakini tukashuhudia pia hata kutetereka kwa soko la mafuta duniani baada ya kufungwa kwa mfereji wa Hormuz, baada ya Iran kufanya udhibiti mkubwa wa kijeshi katika eneo lile. Lakini tukashuhudia harakati za kutafuta amani, yaani makubaliano ya amani kati ya Marekani pamoja na Irani, mazungumzo ambayo yalifanyika Islamabad kwa awamu ya kwanza, lakini hayakufikiwa muafaka wake. Lakini mazungumzo ya pili yalishindikana kufanyika, ya tatu yakashindikana. Kwa hivyo bado kumekuwepo na sintofahamu kubwa, huku Marekani kupitia rais wake Donald Trump akizidi kutoa vitisho kwa Irani, akiishinikiza kwamba ikubali dili la makubaliano ya nyuklia kati ya Marekani pamoja na Irani, kitu ambacho viongozi wa Irani wamekidinai kwa kiasi kikubwa sana. Wamekataa kwamba hawataki kuingia katika makubaliano ya kulazimishwa, yani ya ushurutishwaji, hawataki kabisa. Ndio maana hadi hivi sasa joto limekuwa ni kubwa. Na ripoti kutoka nchini Marekani zilieleza hapo jana kwamba kamanda mkuu wa Marekani Mashariki ya Kati Admiral Bradley Cooper alikuwa anajiandaa kupeleka ripoti kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambapo ripoti hiyo inaeleza ni kwa jinsi gani mashambulizi mengine yataendelea. Bado hatuoni ile taswira ya moja kwa moja ya amani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, zaidi tu vitisho ambavyo vinazidi kuongezeka siku hadi siku. Basi mtazamaji wetu, ili uweze kufahamu yote ambayo yanajiri kutokana na hiki ambacho baadhi ya nchi katika eneo la Ghuba zimeanza kuchukua tahadhari, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu kuwatangazia raia wake kwamba kutosafiri kuelekea Irani, Lebanoni pamoja na Iraq kutokana na hali ya harufu ambayo inanukia kwamba huenda tukashuhudia mashambulizi mengine ya kijeshi. Kwa taarifa zaidi ni kuombe usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.